alikuwa mchezaji wa kandanda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zamani Zaire, aliyezaliwa tarehe 6 Juni 1967 huko Kinshasa. Alikuwa mshambuliaji na alicheza katika ligi ya Ubelgiji, akiwemo vilabu kama FC Boom, RFC Sereying, Germinal Ekeren, KV Mechelen na KV Ostende. Alifunga magoli 47 katika mechi 135 za ligi kuu ya Ubelgiji na alikuwa na mechi 11 kwa timu ya taifa ya Zaire, akihusika katika michangano ya Kombe la Dunia 1994 na Kombe la Afrika la Taifa 1994 na 1996. Alikuwa baba wa wachezaji mashuhuri Romelu Lukaku, ambaye anacheza Napoli, na Jordan Lukaku, na pia mjomba wa Boli Bolingoli. Baada ya kustaafu, familia yake ilikumbana na umaskini na alikuwa na matatizo ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kesi ya unyanyasaji wa nyumbani dhidi ya mke wake mwaka 2013. Kwa bahati mbaya, Roger Lukaku alifariki dunia tarehe 28 Septemba 2025 akiwa na umri wa miaka 58 nyumbani kwake Kinshasa. Roger Lukaku alikuwa mtu wa kipekee katika ulimwengu wa soka la Kongo na Ubelgiji, na safari yake ya maisha ilikuwa na mafanikio makubwa, changamoto na athari za muda mrefu kupitia familia yake. Hapa nitaelezea kwa undani maisha yake, kuanzia mwanzo hadi mwisho wake, ikiwa ni pamoja na kazi yake ya soka, maisha ya familia na changamoto alizokumbana nazo. Roger Lukaku alizaliwa tarehe 6 Juni 1967 huko Kinshasa, Zaire, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maisha yake ya utoto hayajadokumentiwa sana, lakini alikulia katika mazingira ambapo soka lilikuwa na umuhimu mkubwa katika jamii ya Kongo. Kama vijana wengi wa enzi zake, soka lilikuwa njia ya kujionyesha na labda kutoroka umaskini. Talanta yake ya soka ilionekana mapema, na hii ilimmudu kuhamia Ubelgiji, ambapo alipata fursa za kuendeleza kazi yake ya kitaalamu. Roger alicheza kama mshambuliaji na alifanya jina lake hasa katika ligi ya Ubelgiji. Kazi yake ilianza katika vilabu vya ndani Kabuna kabla ya kuhamia Ubelgiji, ambapo alijiunga na klabu ya FC Boom katika msimu wa 1980-89. Hapa alionyesha uwezo wa kufunga magoli na baadaye alichezea RFC Sereying 1993-95 ambapo alifunga magoli 26 katika mechi 66. Baada ya hapo, aliendelea kuchezea vilabu kama Germinal Ekeren 1996-97, magoli 10 katika mechi 26, KV Mechelen 1997-98, magoli 4 katika mechi 21, na KV Ostende 1995-95, magoli 7 katika mechi 22. Katika jumla alifunga magoli 47 katika mechi 135 za ligi kuu ya Ubelgiji, ikiwa ni takwimu za heshima kwa mchezaji wa enzi yake. Kwenye kiwango cha kimataifa, Roger alicheza kwa timu ya taifa ya Zaire, sasa DRC, katika mechi 11. Alishiriki katika michuano ya Kombe la Dunia 1994 ambapo Zaire ilipata changamoto kubwa, na pia katika Kombe la Afrika la Mataifa 1994 na 1996. Ingawa Zaire haikufanikisha mengi katika michuano hiyo, uwepo wa Roger ulionyesha talanta yake na kujitolea kwake kwa nchi yake. Roger alimuoa Adolphine na pamoja walikuwa na wana wawili, Romelu Lukaku na Jordan Lukaku, ambao wote walioendeleza urithi wake wa soka. Romelu hasa amekuwa mmoja wa washambuliaji bora wa dunia, akichezea vilabu kama Chelsea, Manchester United, Inter Milan na sasa Napoli, pamoja na kuwa na hamu ya timu ya taifa ya Belgiji. Jordan, ingawa amekumbana na majeraha mengi, pia alikuwa mchezaji wa kitaalamu, akichezea vilabu kama Lazio na timu ya taifa ya Belgiji. Roger pia alikuwa mjomba wa Boli Bolingoli, mchezaji mwingine wa kitaalamu. Roger alikuwa na ushawishi mkubwa katika maisha ya wanawe, hasa Romelu, ambaye mara nyingi amezungumza juu ya jinsi baba yake alivyomhudu kuwa na nidhamu na kujitolea katika soka. Hata hivyo, maisha ya Roger hayakuwa marahisi kila wakati. Baada ya kustaafu soka mwaka 1998, familia yake ilikumbana na umaskini, hasa wakati waliishi katika nyumba za mitaa duni ya Antwerp, Belgiji. Romelu ameeleza jinsi walivyokosa chakula na huduma za msingi wakati wa utoto wao, na Roger alifanya kazi za kawaida ili kusaidia familia yake. Mwanangu wa 2013, Roger alikumbana na kesi ya kisheria baada ya kushutumiwa kunyanyasaji wa nyumbani dhidi ya mke wake. Alipatikana na hatia na akahukumiwa kifungo cha miezi 6 jela. Ingawa kesi hiyo ilisababisha mgogoro wa umma, hasa kwa sababu ya umaarufu wa Romelu. Habari hii iliongeza shinikizo kwa familia, lakini Romelu alisimama kidete kumtetea baba yake, akisema kwamba alikuwa akipambana na changamoto za kifedha na kihisia. Baada ya kustaafu, Roger alirudi Kinshasa,
ambapo aliishi maisha ya chini ya hadhi ikilinganishwa na umaarufu wa wanawe. Alibaki akifuatilia maendeleo ya wanawe katika soka na mara kwa mara alionekana akizungumza fahari yake kwa mafanikio yao. Kwa bahati mbaya, Roger Lukaku alifariki dunia tarehe 28 Septemba 2025 akiwa na umri wa miaka 58 nyumbani kwake Kinshasa. Sababu za kifo chake hazijaelezwa wazi katika vyanzo vilivyopatikana, lakini kifo chake kilileta mshtuko kwa familia yake na jamii ya soka, hasa kwa wanawe Romelu na Jordan. Wengi waliomudu Roger walionyesha heshima kwa mchango wake katika soka la Kongo na Ubelgiji, na pia kwa mudu wanawe kufikia viwango vya juu ya kimataifa. Urithi wa Roger Lukaku unapatikana zaidi kupitia mafanikio ya wanawe, hasa Romelu, ambaye amekuwa ishara ya kujitolea na uvumilivu. Ingawa maisha yake yalikuwa na changamoto nyingi, pamoja na umaskini na kesi za kisheria, Roger alibaki kuwa mfano wa baba aliyejitahidi kuwalea watoto wake katika mazingira magumu. Kazi yake ya soka, ingawa haikuwa ya kiwango cha kimataifa kama ya mwanawe, ilionyesha talanta yake na shauku ya kumchezo huo. Kwa wale waliomudu Roger, anabaki kuwa mfano wa jinsi juhudi za mtu mmoja zinaweza kuathiri vizazi vijavyo. Maisha yake yalikuwa jahari ya mafanikio, changamoto na upendo kwa familia yake na soka.